Ardhi ya Mantale kwa sasa inahitaji msaada mkubwa sana kutoka kwa Ngalewa. Ukijaribu kuangalia mavazi ya Ngalewa pamoja na mavazi ya chifu wa hiki kijiji ama wa huu ukoo yanafanana kidogo. Hii inamaanisha kwamba Ngalewa sio mtu mdogo. Lakini pia yupo binti ambaye wanamuita Kitana. Huyo binti pia ni binti ambaye anaweza kaleta mabadiliko chanya sana kwenye kijiji, kwa sababu kama tulivyoweza kuona hapo ni kwamba huyo mtu alikuwa ameshikilia jembe, lakini binti kutokana na nguvu zake aliweza kuona kabisa kwamba mshikaji ameshikilia maiti ya mtoto. Binti ana nguvu za ajabu. Nafikiri kwamba hata nyumbani kwao hawafahamu hili. Lakini pia nini itakuwa mwisho wa vifo vinavyotokea kwenye utawala wa Mantela? Wanakufa watoto wadogo, watu wazima, yani vifo ambavyo havieleweki. Kama jinsi ambavyo story ilianzia hapa ni kwamba huyu ni Mzee Lukindo. Mzee Lukindo inaonekana kabisa kwamba amepoteza zaidi ya watoto 4 huko nyuma, na huyu ni mtoto wa 5 ambaye anaitwa Kitana. Kitana alizaliwa katika njia za ajabu kweli. Ukijaribu kuangalia nguvu alizonazo Kitana, tunafahamu sisi tu, wengi hawafahamu kwamba binti ambaye anaitwa Kitana ana nguvu za ajabu. Lakini jinsi ambavyo Kitana alipatikana ni kwa njia kidogo ambazo hazikuwa rasmi. Ni kwamba tunafahamu kabisa Kitana alitakiwa kufariki, yani kifupi ni kwamba alipozaliwa tu aliweza kufariki, lakini alitokea bibi mmoja hivi ambaye hatujamfahamu kwa undani zaidi, lakini tutakwenda kumfahamu. Huyo bibi alifanya nguvu zake, alifanya miujiza yake, binti akaweza kufufuliwa. Moja kwa moja hii hapa inakwenda kutupatia majibu ya kwamba binti huenda amezaliwa na hizi nguvu, na ndio maana yule bibi alitokea pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huyu mtoto anapata uponyaji. Ni kwa sababu ameshaona mwanga kwenye familia hii, yani ameshaona taswira nzuri ambayo italeta ukombozi kwenye ukoo ama kwenye utawala wa Mantela. Lakini pia huenda binti ambaye anaitwa Kitana aliweza kuzipata hizi nguvu kutokana na siku ambayo alikuwa anafufuliwa na huyo bibi. Maybe alipata hizi nguvu kwa wakati huo, lakini tutafahamu tu uko mbele nini chanzo cha nguvu zake binti ambaye wanamuita Kitana. Lakini ni kwa nini anaitwa Kitana? Kwa sababu tunafahamu kazi ya Kitana ni kuchana nywele tu, hakuna kazi nyingine ya Kitana. Lakini pia chifu nafikiri kwamba utawala wake utakwenda kuangamia kwa sababu watu wanaomzunguka sio watu wazuri kabisa. Lakini pia nafikiri kwamba ardhi ya Mantela itakuwa imeraniwa kwa sababu hivi vifo sio vya kawaida. Yani mtu yuko shambani anajikuta amefariki moja kwa moja. Na kama uliweza kuona pia kwenye tamthilia hii hapa kuna story mbalimbali za mapenzi ya kusisimua. Yani kifupi ni kwamba watoto wa watawala, kwa mfano huyu hapa Mtakatifu Zumo ana mpenzi mwingine ambaye ameshaandaliwa tayari, lakini kwa sasa ametokea kumpenda binti ambaye wanamuita Kitana. Lakini pia mfalme, chief wa huu utawala wa Mantela, ni kwamba kitakachoweza kuangusha utawala wake ni wanawake. Yani kifupi ni kwamba ana mke wake hapo ambaye anaitwa Nzula, lakini hajawahi kumsikiliza hata kidogo, yani hasikilizi ushauri kutoka kwake. Lakini pia mfalme ama chief anakapenda kakabinti ambako wanakaita Kasandela, lakini Kasandela kanaonekana kuwa na mipango mingi sana kwenye utawala na kana mchumba mwingine pale kama tulivyoweza kuona. Lakini inaonekana kabisa kwamba huyu Sandela hana nia njema kabisa na utawala wa Mantela, kwa sababu kwenye mazungumzo yake alisema kwamba anasubiri siku ambayo mfalme ama chief atamtawaza kuwa queen. Hiyo siku hata kuja kuisahau kwenye maisha yake, yani atamfanya aweze kumheshimu. Hii inamaanisha kwamba binti ambaye anaitwa Sandela ana nia mbaya sana na utawala wa Mantela. Naam, lakini pia moja kati ya vitu ambavyo vimenifanya niweze kuamini kwamba Mzee Lukindo na familia ya binti ambaye anaitwa Kitana kwa ujumla hawatambui kabisa kwamba binti ana nguvu, na ndio maana binti naye wamemweka kwenye kizuizi cha watu ambao hawatakiwi kutembea tembea hovyo kwa kitaani, kwa sababu wanafahamu kuna vifo visivyotarajiwa vinavyoendelea huko mitaani. Lakini pia mwamba ama huyo mganga wa hiki kijiji ama wa huu utawala wa Mantela ambaye wanamuita Ngalewa atakwenda kuisaidiaje boma ya Mantela?